Karibu kwenye exclusives za Ava TV. Mimi ni Latifa Anafia. Leo nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trent, na leo tuko hapa na afisa habari wa bodi ya ligi. Yako mengi ambayo natamani kujua kutoka kwake, tupate nafasi ya kuyasikia ama kuzungumza na semaji la ligi ya 4 kwa ubora Afrika. Bana, uko sawa sawa? Niko vizuri kabisa. Mambo yako? Mimi niko vizuri. Karibu sana bodi ya ligi kuu Tanzania. 4 hizi utaumia kama una hela. Kama una hela? Unaumia. Umejaribu unaumia. Inauma miguu eh? 4 pia imekupendezea. Nashukuru. Mambo yanakwenda. Mambo yanakwenda alhamdulillah, tunaendelea kupambana katika kuhakikisha mpira unazidi kwenda mbele. Yeah. Tangu timu zetu za hapa Tanzania ziweze kupata nafasi ya kushiriki kwenye hatua ya makundi, hatujazungumza. Kama bodi ya ligi, mnajivunia kiasi gani kuona Tanzania imetoa timu 4 kwenda kwenye michuano ya kimataifa na zote zikiwa kwenye hatua ya makundi hivi sasa? Ya, ni jambo kubwa, si jambo la kujivunia bodi ya ligi pekee, ni jambo la wadau wote wa mpira Tanzania kujivunia. Ni jambo ambalo wanahabari na vyombo vya habari wanapaswa kujivunia, klabu zetu, mashabiki, wadhamini wetu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mmoja kwa nafasi yake anapaswa kujivunia mafanikio hayo, kwa sababu msingi wake ni namna ambavyo wadau wao wameshirikiana kuhakikisha mpira wetu unazidi kwenda mbele. Ni investment kubwa iliyofanywa na klabu zetu, lakini ni matokeo chanya ya usimamizi bora wa ligi, namna ambavyo miundombinu ya viwanja ilivyoboreka kwa siku zinavyoendelea, na masuala mengine mengi ambayo kwa ujumla wake yanachangia klabu zetu ziwe bora, matokeo yake ziende kutengeneza ligi bora, na ligi inapotamatika basi wale wanaopata tiketi ya kutuwakilisha kimataifa basi wawe bora pia. Wakiwa bora basi hata wanapokwenda huko kupambana na wao wanaonesha ule ubora wao. Matokeo yake ndo haya, tunaona klabu 4 zinakwenda kutuwakilisha kimataifa kwenye hatua ya makundi. Yeah. Mnawapa ushirikiano pia kiasi gani kuhakikisha wanaendelea kupeperusha vizuri bendera ya ligi? Ushirikiano ni mkubwa. Sisi, moja kati ya sababu za kuundwa kwa bodi ya ligi kuu Tanzania ni kulinda na kutetea maslahi ya klabu. Kwa hiyo klabu zetu zikiwa hapa ndani ya nchi, tunawajibika kulinda na kutetea maslahi yao. Vipi sasa zikiwa nje? Zikiwa zinapambana na klabu zingine kutoka nje ya Tanzania, hapo ndio kabisa tunamwaga na jasho kuhakikisha klabu zetu zinaendelea kunufaika na uwepo wetu. Kwa hiyo tunatoa mchango mkubwa wa kila aina, wa hali na mali, kuhakikisha klabu zetu zinafanikiwa kuendelea kwenye hatua za juu zaidi. Na utakumbuka kwamba wakati tunatangaza ratiba ya ligi, utaona hizi klabu 4 zimeachiwa nafasi mpaka kwenye hatua ya finali. Kwa maana wakati tunaandaa msimu tulifikiria na tukaamini klabu zetu zitakwenda kucheza finali. Young African Sports Club na Simba Sports Club zitacheza finali ya klabu bingwa Afrika. Azam FC na Singida Black Stars zitacheza finali ya Confederation. Kwa hiyo mazingira ya ratiba yanatoa nafasi ya hizo klabu kufika finali. Hiyo ni ishara kwamba tuko tayari na tumejiandaa kufanya chochote kinachowezekana klabu zetu zifike hatua hiyo. So mchango wetu ni mkubwa, support yetu ni kubwa, na tutaendelea kuitoa huku pia tukiomba wadau wengine nao washiriki kamilifu katika kuzisupport hizi klabu zetu 4 kwenye hatua ya makundi, robo finali, nusu finali na hasa finali. Wakifika finali tutakaa pembeni, tutaambia ndugu wanapogombana basi tunakaa pembeni hapo unawashuhudia tu. Yeah. Sawa, mbali na hayo, ligi imeanza 25-26, mechi mbalimbali zikiwa zimechezwa, wengine kukiwa kuna tofauti ya namba, wengine 6, wengine ni 3. Kwa namna ambavyo msimu umeanza, bodi mna utafsiri vipi huu msimu? Umeanza kwa staili ya namna gani? Msimu ni bora, msimu umeanza vizuri sana. Ushindani, burudani viwanjani ni ya kiwango cha juu. Lakini ni msimu pia ambao una changamoto nyingi.
Moja kati ya changamoto kubwa kabisa ni ufinyu wa muda wa kucheza ligi. Utakumbuka kwamba misimu kadhaa nyuma tumekuwa tukicheza ligi angalau miezi 10, ndani ya miezi 10, haipungui 10. Ni 10, 11 tunacheza ligi hapo. Lakini safari hii kwa mara ya kwanza kabisa tunakwenda kucheza ligi ndani ya kipindi cha miezi 8. Ndani ya kipindi cha miezi 8, na msingi wake ni namna ambavyo ratiba ya matukio mbalimbali imekuwa ngumu. Utakumbuka tumechelewa kuanza ligi kwa sababu ya finali za Chani. Mwezi Disemba tutalazimika kusimamisha ligi kwa sababu ya finali za AFCON, lakini pia Juni hatutakiwi kuigusa kwa sababu tayari ina kombe la dunia la FIFA. Kwa hiyo utaona kipindi hicho hapo sijazungumzia kombe la Mapinduzi, sijazungumzia Muungano, sijazungumzia FA. Utaona namna ambavyo msimu wetu umekuwa ngumu, na hata hilo kwenye swali lako umezungumzia utofauti wa idadi ya michezo. Unaona msingi wake ndio huo kwamba pia kuna hizo klabu zetu zinashiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunaona ushindani, burudani, usimamizi vipo katika ubora wa juu, lakini tuna hizo challenge ambazo tunatamani wadau wote tuendelee kushikamana, tushirikiane kuhakikisha tunazikabili tuweze kukamilisha msimu wetu kwa wakati. Na mkanganyiko huu wa kuingiliana kwa hizi ratiba pengine unaathiri kwa namna gani ratiba ya bodi ya ligi? Unaathiri kwa kiasi kikubwa. Unaathiri kwa kiasi kikubwa. Ndio maana hata wakati tunatangaza tu ratiba tayari ilionekana ni ratiba ambayo inazibana sana klabu. Na uzuri ni kwamba tulizungumza na klabu tukawaeleza hali halisi kipindi kifupi tulichonacho, na wao wakajiandaa kikamilifu. Utaona namna ambavyo wamesajili wachezaji wengi tena wenye ubora ambao wanaruhusu makocha kufanya rotation, kufanya mzunguko wa wachezaji kwenye matumizi. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kupata ushirikiano kutoka kwa klabu zetu na wadau wengine. Tuvumiliane, hakuna namna. Tunatakiwa tucheze ligi katika muda uliopo na tumalize kwa wakati. Kwa hiyo kuna nyakati kutakuwa na kipindi ambacho klabu zinakosa muda mwingi zaidi wa kupumzika, lakini tutazingatia kanuni kwamba baina ya mchezo na mchezo yale masaa yanayohitajika yanapatikana. Yeah. Na mnaziasa wakati huu ambao ligi inakuwa inasimama, hizi klabu nyingine wazingatie nini? Ligi ikisimama ama kukiwa na mapumziko ni kipindi cha klabu kuhakikisha wanafanya maboresho kwenye viwanja vyao. Sisi tunataka tucheze ligi kwenye viwanja bora tu. Kwa hiyo kama ligi haichezwi haraka wanatakiwa kwenda kwenye viwanja kufanya maboresho. Lakini tunatamani ushindani na burudani viwanjani uendelee kuwa wa kiwango cha juu. Kwa hiyo ligi inaposimama ndio kipindi cha wao pia kufanya maboresho kwenye vikosi vyao, kwa maana ya yale mapungufu ambayo waliyaona katika michezo basi wayafanyie marekebisho, ili tunaporejea kwenye ligi ile burudani ambayo tuliiona kabla hatujakwenda mapumziko iwe ndogo kulinganisha na hii ambayo tutaiona baada ya kurejea kutoka mapumziko. Kwa hiyo ni kipindi kizuri hicho cha klabu kushughulikia masuala ya miundombinu, kufanya maboresho, marekebisho ya mapungufu yaliyopatikana kwenye vikosi vyao na kadhalika. Yeah. Sawa, kutokana na tahadhari ambazo za kiusalama ambazo zilipelekea mechi kadhaa kusogezwa mbele, ikiwemo Simba na TRA, Simba na Azam, Singida na Azam FC, pengine utuambie sasa mechi hizi tutarajie kuona zikichezwa kwenye tarehe ipi? Zile ni mechi ambazo ziliondolewa kwenye ratiba kama ulivyoeleza, na kwa bahati mbaya wakati tunaziondoa hatukusema zitachezwa lini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapozungumza bado tuko kwenye hatua za mwisho kufanya maboresho madogo kwenye ratiba, kuona pia hizo mechi zitapata nafasi wapi. Kama nimetangulia kusema hapa kwamba tuna msimu mgumu, ratiba ni ngumu sana kupata nafasi. Ukishapoteza mchezo kwamba unashindwa kufanyika katika tarehe husika, basi kupatia tarehe nyingine ni vita kubwa sana. Kwa hiyo wenzetu maafisa kutoka idara ya ligi wanaendelea kupambana kuona wanazipatia nafasi hizo mechi, then tutatangaza kwa umma juu ya ratiba hiyo mpya. Yeah. Na mbali na hayo, umegusia hapo mwezi Disemba ni mwezi ambao ligi itasimama tena kupisha ile mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika pale Morocco.
ni mwezi ambao kwenye ratiba unaonyesha pia kuna mchezo mkubwa barani Afrika kwa maana ya dabi ya Kariakoo. Mchezo huu bado utaendelea kusalia ndani ya mwezi Disemba ama umesogezwa mbele au kurudi nyuma? Nafikiri jibu lake ni hili nililolitoa hapo awali kwamba ratiba inafanywa maboresho kidogo. Sasa sitaki kuzungumzia mchezo mmoja, kwa sababu itakapotoka ile ratiba iliyofanywa maboresho itafafanua kila kitu. Kwa hiyo si wakati wa kusema mchezo upo haupo. Sasa hivi tubakie tukiamini kwamba mchezo upo kwa sababu ratiba iliyopo inaonesha huo mchezo utachezwa ndani ya huo mwezi. Lakini ratiba ya maboresho itakapokuja ndio yenyewe itatoa majibu kwamba umesalia pale pale, umebadilishiwa tarehe na kadhalika. Hapo nadhani itakuwa wakati mzuri zaidi wadau kufahamu juu ya huo mchezo ambao najua wanausubiri kwa hamu sana. Na mimi nimeuliza kwa sababu nimeanza kuona baadhi ya wadau wanasema mwezi ujao sio mbali, si mwezi ujao sio mbali. Ni kweli si mbali, ni mwezi ujao, na mimi na wewe hapa tunatakiwa tuseme hivyo, si mwezi ujao tu, si mbali. Sawa, mimi nikushukuru sana, na pengine neno lako ni lipi kwa wadau wa soka katika kipindi hiki ambacho ligi ya NBC imepamba moto kweli kweli, tukiwa nafasi ya 4 kwa ubora Afrika? Tamaa yetu sisi ni kuona ligi yetu inazidi kupanda juu, inazidi kuwa bora zaidi. Tuko nafasi ya 4, lakini tunatamani kwenda mbali zaidi ya hapo. Na hatuwezi kwenda wenyewe, tunahitaji klabu, tunahitaji wanahabari na vyombo vya habari, tunahitaji wadhamini, tunahitaji serikali, tunahitaji mashabiki na wadau wengine wote. Tuendelee kushirikiana. Huo ndio wito wetu, tuendelee kushirikiana kufuata na kutekeleza kanuni za ligi. Tuendelee kushirikiana kuziunga mkono klabu kwa maana mashabiki kujitokeza viwanjani kwa wingi kuziunga mkono klabu zao, na mambo mengine yote ambayo ni mambo chanya ama yenye athari chanya kwenye maendeleo ya ligi na mpira wa miguu kwa ujumla. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo bodi ya ligi kuu Tanzania inaweza kuzungumza kama salamu kwa wadau wa ligi kuu ya NBC ni kuendelea kuziunga mkono klabu na pamoja na kuhakikisha tunafuata na kutekeleza masharti yale ya kanuni za ligi. Kabla sijafunga, kuna hili la tuzo za ligi za msimu uliopita. Bado kalenda ni ile zitafanyika mwezi Disemba pia? Ni tuzo za TFF, sio tuzo za ligi. Za ligi hazipo? Hakuna tuzo za ligi, kuna tuzo za TFF ambazo ndani yake kuna tuzo ambazo zinahusisha ligi kuu ya NBC, zinahusisha ligi ya championship ya NBC, first ligi ya wanawake, ligi ya vijana na kadhalika, na michuano mingine ikiwemo beach soka na kadhalika. So kwa ujumla wake ni tuzo za TFF. Sawa, nikushukuru sana Karim. Barikiwe sana na karibu sana bodi ya ligi kuu Tanzania. Asante. Wanamichezo, tumezungumza michezo hapo na afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda amefafanua mengi ikiwemo ratiba ya bodi ya ligi, licha ya kuwa na mambo mengi kweli ambayo yanaendelea kujitokeza ikiwemo michuano ya AFCON na kupisha zile kalenda za FIFA. Mimi naitwa Latifa Hanafi, hii ni Ava TV. Tufuatilie YouTube, hakikisha una subscribe, lakini pia Instagram unatufollow ama kutufuata. Niko na Wilvin Trends nyuma ya kamera.